Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Qasim Stima. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Makubaliano mapya ya kisiasa kati ya CCM na ACT Wazalendo yaibua matumaini mapya visiwani Zanzibar. Watu 23 washikiliwa na jeshi la polisi mkoani Mwanza kwa tuhuma za makosa ya uchochezi. Katika habari za kimataifa, mahakama ya ICC yasema imepata ushahidi wa uhalifu wa kivita nchini Sudan. Na mtazamaji wa Mahasin TV, awali ya yote nikukumbushe, mbali na kuifuatilia matangazo ya taarifa hii ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata kupitia akaunti ya YouTube ya Mahasin TV official channel na Azam Max app. Tuanze habari za kitaifa kutoka visiwa vya Marasha ya Karafuu na uchumi wa buluu. Maridhiano mapya ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yamefikiwa rasmi baada ya viongozi wa pande hizo mbili kusaini tamko la pamoja. Kwa kuwa tokea kuanza tena kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992, takriban chaguzi zote zilizofanyika Zanzibar chini ya mfumo huo kuanzia mwaka 1995 zimekuwa na mvutano na kusababisha malalamiko na athari mbalimbali katika nchi. Na kwa kuwa uchaguzi mkuu wa Zanzibar uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 pamoja na upekee wake katika kudumisha amani na utulivu nchini umeacha malalamiko kwa baadhi ya vyama vya siasa. Ni Katibu Mkuu Kiongozi Bi Mansura Mosi Kasim akisoma tamko la pamoja Ikulu Zanzibar mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa dini na wawakilishi wa vyama vya siasa. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kuyasimamia maridhiano hayo ili yawe na matokeo chanya, huku mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman akisema wananchi wa Zanzibar wamekuwa na matarajio ya muda mrefu kuona maridhiano ya kweli yanayoweka mbele maslahi ya wananchi. Na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Katika kufanikisha utekelezaji wa tamko hili la pamoja, naomba sana dua za viongozi wa dini na waliunga mkono jambo hili. Aidha, napenda nitoe wito maalum kwa wananchi wote wenye nia njema na wapenda maendeleo kuona umuhimu wa kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini wa tamko la pamoja. Yote yanayokusudiwa kufikiwa katika mchakato huu sio kwa maslahi ya vyama wala watu binafsi, ni kwa manufaa ya nchi, watu wake na vizazi vijavyo. Tushirikiane katika kuwafahamisha watu na kuwasomesha wale wasiofahamu. Tuwakatae wanaobeza haya na tupambane na wanaoyapinga haya kwa nguvu zetu zote. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyeshuhudia utiaji saini huo, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa zinapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo na si kwa vurugu. Hatua tuliyofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali moja ya kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya
Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyojenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija. Tukio hilo pia limeshuhudiwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, marais wastaafu wa Zanzibar Dr. Aman Abeid Karume na Dr. Ali Mohamed Shein, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao nchini Tanzania, taasisi mbalimbali za kimataifa na wananchi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, tunarejea kanda ziwa na sasa ni hapa mkoani Mwanza. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia na linaendelea kuwahoji watu 23 kwa tuhuma za makosa ya uchochezi na kupanga njama za kufanya vurugu na makosa na uhalifu mwingine katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza kwenye siku ya maadhimisho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba. Kutoka hapa jijini Mwanza, Nuhu Kasim Stima ana undani wa taarifa hii. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Willibrod Mutafungwa, ameelezea muda uliotumika kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa hao. Watuhumiwa hawa walikamatwa kati ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu na tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Ukamataji huo umetokana na doria zilizokuwa zikifanywa na askari wa jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali na ufuatiliaji ulikuwa ukiendelea kufanyika katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Aidha, DCP Mutafungwa amesema mahojiano yanaendelea kwa watuhumiwa hao katika kubaini ukweli zaidi ili kuwafikisha mahakamani kwa hatua kali za kisheria. Jeshi la polisi linaendelea na taratibu za kisheria ikiwepo kuwahoji kwa kina ili taratibu zitakapokuwa zimekamilika waweze kuchukuliwa hatua kulingana na tuhuma zinazowakabili. Uchochezi huo na njama ambazo walikuwa wanapanga kufanya vurugu ilikuwa ni kwa ajili ya matukio ya fujo na vitendo vya uvunjifu wa amani ambavyo vilipangwa kufanyika. Kwa hiyo hawa ndio washukiwa ambao tunaendelea kuwahoji. Idadi yao wako 23. Katika hatua nyingine, DCP Mutafungwa ametoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ili kukomesha vitendo vyote vya kihalifu na uhalifu katika jamii. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kusisitiza na kutoa wito kwa wananchi kutojihusisha kabisa na vitendo vya uvunjifu wa amani au kupanga njama za kufanya vitendo vya aina hiyo. Tunawakumbusha wananchi kuendelea kufuata sheria za nchi pasipo kulazimishwa. Na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kuimarisha doria katika maeneo yote ya mkoa wa Mwanza, hivyo kufanya mkoa wa Mwanza kuendelea kuwa salama bila kuwa na matukio ya kihalifu, na kwa sasa watu wanaendelea na shughuli zao vizuri bila hofu ya aina yoyote. Asante sana Nuhu Kasim Stima kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Mwanza. Tunaelekea mkoani Morogoro ambako jeshi la polisi mkoani Morogoro kupitia kikosi cha usalama barabarani limefanya operesheni maalum ya kukagua na kukamata magari yanayotumika kubeba wanafunzi ambayo madereva magari hayo hawakuweza kukaguliwa katika zoezi la ukaguzi wa hiari kwa magari hayo. Taarifa kutoka mkoani Morogoro inasimuliwa kutoka hapa studio na Zuberi Gaya. Ona hii. Sasa hii gari gani? Ndio chambua hii. Fanya kitu. Achia breki. Akizungumza na madereva waliokamatwa katika operesheni hiyo, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Morogoro, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Gabriel Chimuga, amesema ukaguzi wa hiari wa magari ya shule ulitangazwa katika kipindi chote cha likizo ili kukwepa usumbufu kwa watoto wanapofungua shule. Tuna zoezi zima la ukaguzi wa magari hasa ya shule kwa maana ya kuweza kuangalia uzima wake na kama anafaa kuingia barabarani.
kwa sababu ni msimu toka mwaka jana mwezi wa 12 tunakagua hizo gari, kila baada ya miezi 3 tunakagua hizo gari. Kwa tuliwajulisha wamiliki wa magari pamoja na madereva waliofunga shule kwamba tuletee magari yao tukague, lakini ni baadhi ya shule chache zilizotekeleza agizo hilo na baadhi hawakutii, na tulifanya hivyo takriban mwezi mzima kuepusha usumbufu kwa baadhi ya watoto ambao wanatumia hizo gari za shule. Kwa maana ndio maana tuliwaambia mapema kipindi cha msimu huu tuweze kuzikagua kwa uzuri sana, na kama zingeonekana matatizo basi ingewaelekeza nini cha kufanya kuweza kurekebisha maeneo au ile mifumo ambayo itaonekana ni mbovu. Aidha, SSP Chimuga amesema operesheni hiyo itaendelea ili kuwabaini wote wanaotumia magari ambayo sio rasmi kuwabebea wanafunzi, hali inayohatarisha usalama wa watoto wanapoelekea katika masomo yao. Kufanya operesheni mwanzo mwisho. Tuna taarifa kwamba kuna gari za kiraia zinafanya hii biashara. Na kuna baadhi ya shule hazina magari kabisa. Zenyewe zina kodi, zinaachia wananchi wana kodi magari yao, wanajazana kama viti zinabeba watu 10 na kitu. Tuna taarifa hizo tayari. Na kuna baadhi ya shule tunazo. Tutafanya operation ya mguu kwa mguu kuanzia mwanzo mwisho. Ikibaini kuna gari yote inafanya biashara kinyume na utaratibu, sio ya shule, tutachukua hatua za kisheria. Kwa upande wao, baadhi ya madereva na wazazi wamesema ukaguzi huo ni muhimu ili kuwa na uhakika wa uzima na uimara wa magari hayo. Kiukweli kama mimi nikiwa dereva, nimeona kwa vyombo vya sheria kutukagua ni jambo la heri tuseme. Inatusaidia hata sisi wenyewe madereva, unaweza kupata majanga. Kitendo cha polisi kuzuia magari mabovu kuingia barabarani, mimi naona ni kitendo kizuri kwa sababu magari mabovu yanaweza kusababisha ajali kwa watoto. Asante sana Zuberi Mgaya kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Mtazamaji, kwa mara nyingine tena tunarejea kanda Ziwa na sasa ni mkoani Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ametoa muda wa siku 30 kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani humo kuainisha madeni yao kutoka kwa wazabuni wa watumishi na watoa huduma mbalimbali na kuwasilisha katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Taarifa kutoka mkoani Mara inasimuliwa kwa mara nyingine tena kutoka hapa studio na Zuberi Mgaya. Akizungumza katika kikao cha kujibu hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameitaka halmashauri hiyo ndani ya siku 30 kuainisha madeni yote yanayodaiwa na mipango iliyopo ya namna ya kulipa. Wazabuni wanakudai shingapi, watumishi wanakudai shingapi, waheshimiwa madiwani wanakudai shingapi? Mbona hatuoni madeni yako hapa? Sasa nakupa wewe na watu wako hao wa fedha, tunakupeni mwezi mmoja, siku 30, muainishe madeni yote ya halmashauri, muyawasilishe kwenye ofisi yangu. Wasilisho hilo lioneshe na mipango ya ulipaji kwamba huyu ifikapo mwezi fulani tutakuwa tumemlipa. Nione hiyo, siku 30 nakupa. Aidha, Kanali Mtambi ameitaka halmashauri hiyo kubuni vyanzo vya mapato ili kuiwezesha kuongeza kasi ya ujenzi wa miradi ya maendeleo. Nawapongeza kwa kuvuka malengo ya nini? Ya makusanyo. Lakini kama hatukuwashughulikia msingevuka malengo haya. Nyie ilikuwa kwenye wachimbaji, mnajua ila Sanyiro tu. Ila Sanyiro ndio mnawakamua wale vijana, hata kodi ambazo walikuwa wastahili kulipa mnawataka walipe, wakati hawatakiwi kulipa zile kodi. Lakini tunajua wilaya ya Butiama ni wilaya tajiri, ina vyanzo vingi sana vya mapato. Kusanyeni mapato ili muweze kuwahudumia wananchi hawa. Awali wakielezea juu ya namna walivyojipanga kujibu hoja za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda walikuwa na haya ya kueleza. Na mimi nimeona kuna hoja hapa za hizo ni za jumla za kitaifa, kwa mfano madeni ya watumishi ya mishahara na sio ya mishahara. Haya tunaendelea kufuatilia kwenye serikali kuu, na yale ambayo yanalipwa na halmashauri yetu tuendelee kuweka msisitizo ili tuyalipe yale ambayo tunaweza kuyalipa kwa haraka. Lakini upungufu wa watumishi nadhani nalo ni jambo la kitaifa, hasa kwenye sekta ya afya na sekta ya elimu. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba watumishi wa sekta ya afya wanapatikana. Tena tuna upungufu mkubwa sana, ndugu mgeni rasmi, hasa madaktari. Wilaya yetu ya Butiama ina madaktari 3 tu, upungufu mkubwa sana. Shukrani sana kwa mara nyingine tena Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Mtazamaji, na sasa kwa mara nyingine tena tunarejea visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, na tukiangazia taarifa
kutoka kisiwani Pemba. Kampuni ya ujenzi ya Iris imeifidia familia ya Abdul Abdallah Juma kwa kuijengea nyumba mpya familia hiyo kufuatia ajali iliyotokea mwezi Januari mwaka huu 2026 kwa gari la kampuni hiyo kuingia ndani ya nyumba ya familia hiyo na kusababisha maafa ikiwemo vifo vya watoto wawili pamoja na uharibifu wa mali. Taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefuriani. Makabidhiano ya nyumba hiyo yameongozwa na uongozi wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi pamoja na mkuu wa wilaya mkoani Bi Miza Hassan Faki. Muda mrefu familia hii, mheshimiwa, wewe unafahamu, walikuwa nao wanaruka huko, hawana makazi rasmi. Haya ndio walikuwa makazi yao rasmi. Leo wazee wangu na mheshimiwa mkuu pamoja na wazee wangu ambao wamekuja hapa leo, makazi tumekuja kuonyeshwa na wenzetu kwa namna fulani tayari yanaridhisha kurudi tukaja tukaishi kwenye maeneo haya. Kwa hiyo tunaomba anapotokea majanga haya ambayo hayakutegemewa, muendelee kusapoti, kuunga mkono ili wananchi waendelee kuwa na imani na serikali yao, lakini pia waendelee kuwa na imani na kampuni hii ambayo imeletwa hapa na serikali kutekeleza hii miradi. Katika hatua nyingine, afisa mdhamini Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Ibrahim Saleh Juma amewataka wakandarasi wa Iris kuhakikisha wanamaliza sehemu ndogo zilizobaki ili familia hiyo iweze kurudi katika makazi yao. Tunaanzini rasmi kampuni na ni kwa hizo consultants ukawaandikie kampuni wayakamilisha. Officially ukawaandikie barua na utukopi sisi, kopi katibu mkuu, kopi ofisi yangu ya Pemba. Haya mkandarasi hawezi kuyakamilisha kwa haraka. Handing over hii ya nyumba hii itakuwa imekamilika. Nao baadhi ya wanafamilia ya Abdul Abdallah Juma wameshukuru kwa juhudi na hatua zilizochukuliwa kuifariji familia hiyo baada ya mkasa uliotokea. Nileta shukrani kubwa sana kwa hii kampuni na serikali kwa ujumla, kwa sababu kampuni iko juu ya mfumo wa serikali. Wakaweza kulifanikisha swala hili ambalo kwamba linaleta faraja. Sisi kama watu wa sheria tunaona kwamba tumefarijika, lakini na wale ambao ni wahusika wakuu wa hili, basi sisi tunashauri kwamba waendelee kuwa na subira na inshallah muhimu. Shukrani sana Hilal Sefuriani kwa undani wa taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba. Mtazamaji, kwingineko baki visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Tunatoka kisiwani Pemba tunaelekea kisiwani Unguja. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ imekutana katika kikao cha pamoja kati ya ofisi hiyo na masheha na madiwani wa mkoa wa Mjini Magharibi kilicholenga kuweka mikakati ya pamoja ili kutekeleza kwa vitendo agizo la usafi wa miji. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa kwa mara nyingine tena kutoka hapa studio na Hilal Sefuriani. Maana kubwa zaidi ya kikao hichi cha leo cha kukuchanganyeni madiwani na masheha ni kutaka mashirikiano baina yenu. Swali la usafi si la sheha peke yake, si la diwani peke yake. Swala la usafi ni letu sote, kwa sababu sote tunashughulika na matatizo ya wananchi na jamii zetu. Si tuko pamoja? Manake hili tukiondoka hapa tuende tukalisimamie sote. Ni kaimu mkurugenzi idara ya uratibu tawala za mikoa, serikali za mitaa, Salum Shaibu Musa, akieleza haja ya masheha na madiwani kuwa kitu kimoja katika kupambana na uchafuzi wa mazingira. Akifungua kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa kikosi cha Valentia KVZ Mtoni, katibu mkuu ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Isa Mahfudh Haji, ametoa rai kwa viongozi hao kuja na njia bora ya kupambana na uchafu uliopo hivi sasa. Kwa hiyo sasa mtuelekeze, na takribani wote ni wazee wangu, mtuelekeze nini tufanye. Tunataka kusafisha miji hii. Nyie ndio mko huko mitaani, tuambie huko tufanyeje? Agizo la Mheshimiwa Rais, miji iwe safi yote, na maendeleo ya barabara ndio tumeyaona haya, lakini si kuwa safi tu, lazima tupande miji iwe kwenye beautification, tupande maua, tupande bustani. Hivi tukaeni sisi tuhamasishe, tuwashajihishe
wananchi wetu hili lifanikiwe. Adui yetu ni uchafu. Sasa je, tunashindwa kumpiga adui uchafu? Apigwe adui, apigwe. Apigwe adui, apigwe. Adui gani? Uchafu. Kweli anatushinda? Kwa upande wao, baadhi ya masheha na madiwani wakichangia katika kikao hicho wameiomba serikali kuunga mkono na kushirikiana nao bega kwa bega katika kutekeleza maazimio yaliyofikiwa. Sisi waheshimiwa madiwani tunakuwa tunafanya kazi kubwa sana, lakini tunaumia na maboma. Nikisema boma sijui mnayafahamu, yani mtu kajenga kozi 5 nyumba yake kaacha, mwingine kajenga mpaka juu kaacha, matokeo yake yale yanafanywa kuwa ni majaa. Na kwa mafunzo tuliyopata leo kwa sehemu zetu mbili, madiwani wote na masheha wote, sisi ni baba mmoja mama mmoja. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja, na ndio tamati ya Kapula Habari kwa habari za kitaifa. Napo zako kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Kasimu Stima ambaye atarejea kwa habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kubaki nami ndani ya Kapula Habari, na sasa ni wakati wake Nuhu Kasimu Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa rubaa za kimataifa. Umoja wa Mataifa Julai 8, 2026 umetoa wito wa dharura wa karibu dola milioni 300 za misaada baada ya tetemeko la ardhi nchini Venezuela, ambapo idadi ya waliofariki kutokana na janga hilo imepindukia na kufikia watu 3,800. Akizungumza katika mkutano kuhusu janga hilo, mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema wafadhili wameanza kujitokeza kufuatia ombi hilo baada ya ombi hilo la dola milioni 296 ili kutoa msaada wa haraka kwa watu milioni 1.3 katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Katika hatua nyingine, serikali ya Venezuela imetoa wito wa kuachiliwa kwa mali zilizozuiwa nje ya nchi ili kusaidia kupata fedha kwa ajili ya shughuli za uokozi na ujenzi mpya wa taifa hilo. Mali hizo ni pamoja na takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zilizozuiwa chini ya vikwazo vya Uingereza. Mahitaji ya kibinadamu yameendelea kuwa makubwa kufuatia moja ya majanga makubwa zaidi ya tetemeko la ardhi huko Amerika ya Kusini, ambalo limewaacha maelfu ya watu bila makazi na wengine wengi wakiwa bado hawajulikani walipo. Kwingineko, naibu mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC, Nahzat Shamim Khan, amesema mahakama hiyo imepata ushahidi thabiti unaohusisha viongozi wa kikosi cha wanamgambo wa msaada wa haraka RSF na uhalifu wa kivita uliofanyika hivi karibuni katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Akizungumza na shirika moja la habari, Khan alisema ICC imepata mafanikio makubwa katika uchunguzi wake kuhusu mauaji ya raia yaliyotokea katika miji ya Al-Fashar na Al-Jeneina. Khan alisema huenda itachukua muda kabla haki haijapatikana na kesi kufikishwa mahakamani, lakini watafika huko, wakiongeza kuwa ushahidi pia unaohusisha viongozi wa RSF na uhalifu dhidi ya ubinadamu.
Kuzingirwa na hatimaye kutwaliwa kwa miji ya Al-Fashar kulikuwa miongoni mwa matukio mabaya zaidi katika vita vinavyoendelea kati ya RSF na jeshi la Sudan. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 6,000 waliuawa mjini Al-Fashar wakati RSF ilipoteka mji huo mwezi Oktoba mwaka jana. Aidha, kikundi hicho kilituhumiwa kutekeleza mauaji ya halaiki kama hayo katika mji wa Al-Janeina, licha ya kuwa RSF imeendelea kukanusha mara kwa mara tuhuma za kuhusika na mauaji ya watu wengi katika eneo lolote la Darfur. Makumi ya maelfu ya watu walilazimika kuyahama makazi yao mjini Al-Fashar, huku Umoja wa Mataifa ukisema kuwa ghasia zilizotokea huko zilikuwa na viashiria vya mauaji ya kimbari. Tukitamatisha kwa upande wa rubaa za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza makombora ya kujihami ya Patriot, hatua ambayo inaweza kusaidia nchi hiyo kuimarisha ulinzi dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa marefu kutoka Urusi. Akizungumza na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati wa mkutano wa NATO uliofanyika Ankara, Trump alisema atawapa leseni ya kutengeneza Patriot, akifikiri wanaweza kuanza kuzalisha kwa haraka mara tu watakapopewa maelekezo. Mfumo wa Patriot hutambua na kuharibu makombora yanayolengwa angani na unachukuliwa kuwa ni miongoni mwa mfumo bora zaidi wa ulinzi wa anga duniani. Hata hivyo, pia ni miongoni mwa mifumo ghali zaidi, ambapo betri moja yenye makombora yake hugharimu takriban dola bilioni 1 za Marekani, ambapo kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani uzalishaji wake huchukua muda mrefu, huko takriban makombora 600 pekee yakizalishwa kwa mwaka. Kwa mujibu wa taasisi ya utafiti wa Center for Strategic and International Studies CSIC, Marekani imekuwa na tahadhari kuhusu kutoa mifumo hiyo kutokana na kuwa ilitumika zaidi ya nusu ya akiba yake ya makombora ya Patriot wakati wa vita vyake na Iran mapema mwaka huu. Inaelezwa kuwa Ukraine inahitaji kwa dharura mifumo ya ulinzi ya Patriot ili kujikinga dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Na huu ndio mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Stima. Naam, ndivyo ambavyo natamatisha habari za kimataifa hivyo, Nuhu Kasim Stima. Na mtazamaji, kabla sijaweza kupwaga na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliokuwa nayo leo hii. Makubaliano mapya ya kisiasa kati ya CCM na ACT Wazalendo yaibua matumaini mapya visiwani Zanzibar. Watu 23 washikiliwa na jeshi la polisi mkoani Mwanza kwa tuhuma za makosa ya uchochezi. Katika habari za kimataifa, mahakama ya ICC yasema imepata ushahidi wa uhalifu wa kivita nchini Sudan. Naam, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya timu nzima tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za kitaifa, na kwa upande wa habari za kimataifa zililetwa kwenu na Nuhu Kasim Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Islam. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni na kwaheri kwa sasa.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.